Tukihitaji kuuza kwa mkopo, tunaenda rekodi mauzo. Baada ya hapo tunaweka bidhaa kwenye kapu letu, tutasema simenti, mifuko 3. Baada ya hapo lazima tuchague mteja. Baada ya kuchagua mteja tutasema kamilisha mauzo. Tukibonyeza lipa baadaye, maanake tutasema huyu mtu anadaiwa 48,000. Hivi sasa amelipa shilingi 30,000. Kwa hiyo bado tunamdai shilingi 18,000. Tunatarajia atatulipa tarehe 10. Kama kuna maelezo ya ziada utaandika. Baada hapo tutahifadhi mauzo. Kwa hiyo tukienda kwenye mauzo, kwenye madeni tutaona tunadai ni malipo ni shilingi 48,000, lakini ameshatulipa shilingi 10,000 na bado tunamdai 18,000, ameshatulipa shilingi 30,000. Kwa kama anataka kulipa deni pia ana uwezo wa kulipa shilingi 18,000. Tukihifadhi marekebisho anakuwa tayari amelipa deni lote. Kwa hata tukirudi hapa tukienda kwenye imekamilika, na yenyewe itakuwa imekamilika na madeni yote tayari amelipa.